ambapo mtu wewe ukifanya maovu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kusamehewa ni ngumu sana, kwa sababu umedharau siri ya Mungu. Siri ya Mungu iliyokaa hapo ni ajabu. Tunasema ili watu wajue mwezi huu ni nini. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wale madarasa ambao mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo nipo naye tena hapa. Cha kuwasitu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika mtajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea, naomba kwanza nimsalimie, kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Lakini yote kwa yote pia niwatakie mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu tupo katika kipindi hiki na tunaendelea. Maalim, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam Januari. Mimi niko vizuri kabisa. Vipi maendeleo? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Nimefurahi sana tumekutana tena siku ya leo. Naam. Na uzuri zaidi ni kwamba tupo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, tayeb. Kwa hiyo natamani pia hata mada yako ya leo isituache utupe pia na faida ambazo zitakuwa zinaendana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Naam. Karibu sana Maalim. Nashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafin nabi Sayyidina Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wasalamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, awali baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tuko ndani ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tuko ndani ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu ametujalia tumeweza kukutana tena. Na ametujalia tumeweza kukutana tukiwa na afya njema. Sisi kwa maana ya mimi na wewe na vipenzi vyetu ambao wako sehemu mbalimbali wanaotusikiliza muda huu. Jambo hili ni jambo kubwa sana ambalo ni lazima tumpwekeshe Mwenyezi Mungu kwa hilo na tumshukuru Mungu kwa hili. Uchache wa kushukuru tusemeni alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa haya ama kwa hivi Mwenyezi Mungu alivyotujalia na alivyotuneemesha. Tayib, kama ilivyo ada, tukikutana basi tunakutana ili tujifunze masala tofauti na mambo mbalimbali. Na walillahi alhamda, Mwenyezi Mungu ametujalia tumejifunza vitu vingi tofauti mpaka kufikia leo hapa, lakini bado yako mengi zaidi na mengi sana ya kuendelea kujifunza. Katika siku hii ya leo liko somo ambalo nitatamani tujifunze ama tulisome kwa pamoja na tujifunze kutokana na somo hilo. Umetanguliza kuniambia unatamani sana, kwa kuwa tupo katika mwezi huu wa Ramadhani, basi tuzungumze lolote lile ambalo hilo litatunufaisha kutokana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mimi niseme Januari, hakuna haja ya kudodosa. Na kama tukidodosa basi tunajikosesha wenyewe fadhila. Na mwezi huu ni mwezi wa kuchuma. Ukifanya kheri na wema wowote katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unachuma yoyote ile. Ukifanya kheri yoyote katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unachuma. Na usikubali mwezi huu ukakupita haujachuma. Huu ndio mwezi wa kuchuma.
miti ni mingi, matunda ni mengi, mpaka yanaanguka chini. Basi kama tunashindwa kuchuma mbali haya yaliyoanguka, pia tusiyakose. Au pia kuinama hatuwezi kuokota matunda haya, fadhila hizi. Uzuri mmoja na ajabu ya mwezi huu ni mwezi ambao uko wazi, wala hausubiri kuambiwa kuwa bwana, mwezi huu fanya kheri. Huu mwezi wenyewe umbo lake unakutaka ufanye kheri. Mtizame hata yule ambaye afanye kheri katika mwezi, labda moyo wake umeharibika kweli kweli, lakini mtizame yoyote yule anayeendea maasi, aliyekuweko kwenye maasi katika mwezi huu, lazima kuna hofu ya mwezi ipo. Wakati mwingine utamsikia hata mlevi anakuambia, sasa tabidi kidogo nisubiri mwezi upite huu alafu niendelee. Umeona? Yule Mungu anamlipa kwa kule kuheshimu mwezi huu. Mwenyezi Mungu yule anamlipa, na wallahi anaweza akaingia peponi kwa hilo hilo. Umeona, hili tendo la kuheshimu mwezi ni imani kubwa sana hii, sana kuliko wewe ambaye unafunga asubuhi, alfajiri ya kweli itakapodhihirika, itakapochomoza mpaka magharibi, jua litakapozama, sawa? Kuliko wewe ambaye umefunga asubuhi mpaka magharib, sawa, na bado wewe kuna mambo ukawa unayafanya kama vile bado una kibri, una choyo, una chuki, sawa, unatamani bado wanawake, na katika ishara za kwamba wewe umefunga, kwamba wewe umefunga, ukimtizama mwanamke haumtamani. Lakini ukijiona wewe umefunga na ukitizama mwanamke denda linakutoka, wewe saumu yako ina mushkeli. Sisemi haujafunga, lakini saumu yako wewe ina mushkeli, kwa sababu funga inakuzuia wewe kutamani. Mtu aliyefunga kweli hata akiona chakula anahofia kumeza mate, hataki. Hataki kumeza mate. Lakini mtu ambaye hakufunga yule kidhati, akiona chakula anaanza kukipigia mahesabu, yani kile mate kwanza anamtoka anafutia ndani kwa ndani mdomoni, alafu ile linakaa kichwani. Baadaye muda kufutari ukifika, enda kununua chakula kile kile. Saumu bwana, saumu ina mambo mengi sana. Sasa latuli yote kwa yote si jambo la kudodosa. Tukitaka kupata, basi lazima tuuzungumzie mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu una mambo mengi sana. Katika miezi mikubwa muhimu ni pamoja na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini si kwa watu wote. Si kwa watu wote. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi huu wanaonufaika nao ni wacha Mungu. La, kama si mcha Mungu huwezi kunufaika na huu mwezi. Upo katika mwezi wa Ramadhani, lakini bado utayafanya mambo yako mengi ya kuyafanya, hata kwa siri, ila wacha Mungu mwezi huu kwao ndio mwezi wao sasa huu wa kujidai watakavyo, wawezavyo. Mwezi huu. Na hata sisi ambao tunatamani kufikia huko kwenye uchamungu, basi mwezi huu ndio daraja la kuweza kufika kwenye uchamungu.
Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an, nimewafaradhishieni funga, sawa, nimewafaradhishieni funga kama nilivyowafaradhishia wale ambao walipita kabla yenu, ili muwe wacha Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sawa sawa, Mwenyezi Mungu anayasema maneno hayo. Hii funga lengo lake ni ucha Mungu. Kwa wewe ambaye unatamani kufikia makamu ya ucha Mungu, huu ndio mwezi wako. Huu ndio mwezi wa kuacha kila kitu. Na ubaya, masiku yameisha. Tumebaki na masiku machache sana mpaka kufika hii leo, lakini mambo ya kuyafanya ni mengi ili tuweze kupata fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini Januari, mimi nitaomba, mada yangu leo itakuwa ni hiyo, tauzungumzia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nilichokiandaa nitakuja kukizungumza wakati mwinginewe. Naam. Na nitauzungumzia kwa dakika chache, lakini na pointi 2 mpaka 3 muhimu ambazo nataka tuweze kujifunza kutokana na pointi hizo. Pointi yangu ya kwanza ni nini kusudio na lengo la funga au la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mimi nitasema kupitia hii aya ambayo nimeisoma hapa ya Mwenyezi Mungu aliyosema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, sawa, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii ina pointi zangu zote 3. Mungu anasema nimewafaradhishieni nyinyi funga, lakini kusudio kubwa la hii funga, nyinyi muwe wacha Mungu. Muwe wacha Mungu. Kumbe kufunga ni daraja, kama nilivyosema mwanzo, la kumfikisha mtu kwenye ucha Mungu. Ucha Mungu ni upi? Ucha Mungu ni nini? Ni nini ucha Mungu? Mbona tunafahamu mcha Mungu anafunga, mcha Mungu anafanya mambo mema. Sasa Mungu inakuwaje kwamba haya mambo, kumbe mambo haya ndiyo yatamfanya mtu akafikia kwenye ucha Mungu? Sasa huo ucha Mungu wenyewe ni upi? Ucha Mungu wenyewe ni nini? Pointi yangu ya kwanza hiyo. Sawa sawa. Okay. Lakini saumu ni faradhi, kufunga ni lazima. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema kupitia hii aya, nimewafaradhishieni, ni lazima mfunge. Nyote Waislamu mfunge. Januari lazima ufunge, na usipofunga utaenda kudaiwa kwa nini hujafunga. Sasa niulize, kwa nini Mungu katudai? Kwa nini ni lazima kufunga? Kwani mtu akishakuwa mcha Mungu, kwa sababu si ndio lengo la somo, ana haja ya kufunga? Si tayari kashafikia ucha Mungu? Ana haja tena ya kufunga? Okay. Si mmefaradhishiwa kufunga, ila lengo muwe wacha Mungu. Sasa tayari watu washakuwa wacha Mungu, wasifunge. Sasa siri ni ipi ya kufunga? Pointi yangu ya pili, kwa nini lazima tufunge? Kuna siri gani hapo?
na kwa nini lazima ulipe. Pointi yangu ya mwisho, pointi yangu ya tatu katika hii aya, somo ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekijaalia kwa waja wake kwa lengo maalum. Okay. Saumu ni kitu ambacho Mungu amekijalia kwa waja wake kwa lengo maalum. Na ndio maana katika hadithi al-Qudsi kuna hadithi inasema, kama sikuyasahau matini yake, inasema kitu kama asom nisfu sabri, saum funga ni nusu ya kusubiri. Mtume anasema hivyo, kufunga mafunga ni nusu ya subra. Sawa sawa. Sasa hii ni pointi ya tatu. Sasa nizizungumzie. Nianze na pointi ya kwanza. Mwenyezi Mungu anasema nimewafaradhishieni funga ili muwe wacha Mungu. Funga ni kujizuia na kula, kunywa, kujimai, tendo la ndoa. Sawa, kimaanawi. Sawa. Okay. Kufunga. Lakini hivyo wanawazuoni wa kitarika wameenda mbali zaidi kwenye kuizungumzia funga. Wasema funga si tu kujizuia na kula na kunywa na kujimai. Funga hivyo ni mtu kujizuia na kila kile ambacho Mwenyezi Mungu hakitaki. Okay. Angalia vitu gani Mwenyezi Mungu havitaki. Mtu anayefanya vile, huyo mtu amefunga. Yaani ukijizuia na vitu ambavyo Mungu havitaki, wewe umefunga. Ukijizuia na riba, umefunga. Kusengenya, kusema uongo. Sawa? Kuwa na kibri, kuwa na choyo, kuwa na chuki. Sawa? Kufitinisha, kuongea maneno machafu. Mtu mwenye kujizuia na haya, huyu mtu anafunga, amefunga. Hao ni wanawachuoni wa kitarika, wameenda mbali wakafikia huko. Kwa kuwa tunazungumza na watu wa aina tofauti, tunaenda polepole ili tueleweke. Kwa hiyo funga, iko hii funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini iko funga ya moja kwa moja maisha yote. Mtu ukawa umefunga tu, ni ipi? Ndio hii. Mtu ukajizuia na riba, kusengenya, unakuwa umefunga, lakini haujafunga kimwili, umefunga kiroho. Okay. Hiyo sio funga ya jasadia. Lakini ukijizuia kula, kunywa na kujimai, umefunga kimwili, kijasadia. Okay. Unaelewa vizuri Ambapo funga hii ya mtu kujizuia na kula na kunywa na kujimai, hii mtu ukiweza ndo inakupeleka kwenye funga hii ya moja kwa moja. Ambapo
hapo sasa ukishaweza kuingia kwenye funga hii ya moja kwa moja, kwamba hautokuwa tena msengenyaji, hautokuwa tena mropokaji, hautokuwa tena mfitinishaji, hautokuwa tena mtu mwenye khiana, hautokuwa tena mtu mwenye chuki, hautokuwa tena mtu mwenye kusema uongo, hautokuwa mnafiki, hautokuwa tena mzinifu, sawa? Sasa ukishafikia huku, wewe tayari ushakuwa mcha Mungu, ndo funga ya moja kwa moja. Sasa ile la'allakum tatakun ndio hiyo. Hii funga ya kujizuia na hivi, kwa sababu kula tumbo hili linaleta kibri, linaleta hujub, sawa, choyo, chuki, tumbo hili. Sasa ukijizuia na kula, ukitaka utibu kwanza maradhi ya hasad, kutokulala sana, kutoongea sana. Ukitaka kujizuia na maradhi ya hasad ni hivyo. Kwa hii funga inakupelekea wewe mtu ukaweza kufunga saumu ya maisha ya moja kwa moja. Usiwe na kibri, usiwe na ria, sawa? Usiwe na ria, usiwe na chuki, usiwe na choyo, usiwe na ghadhab na hasira, sawa? Lengo ndo mtu ufikie hapo sasa kwenye hiyo funga ya moja kwa moja, ambayo sasa hiyo ni funga ya kiroho, ambayo alamul malakuti wote wako hivyo. Wanaoishi katika ulimwengu wa malakuti wako hivyo, wao muda wote wamefunga. Na ndio maana hata Sayyidina Sheikh Muhiddin Sayyid Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu al-aziz alipoulizwa nyinyi ni wakina nani, akasema sisi ni watu wa mbinguni. Umeelewa? Angalia majibu hayo. Sisi ni watu wa mbinguni. Alisema sisi ni ahlu samawia, ni watu wa huko. Vipi nyinyi mambo yenu yakoje? Sasa sisi tumefunga muda wote. Sisi tumefunga muda wote, sisi tuna swali. Tuna swali huko. Sasa mbona Muhiddin tunakuona unakula vipi? Mbona tunakuona unakula vipi? Kafunga huyu mtu kiroho, hana chuki, hana choyo, hana hujub, hana nini. Lengo la funga ni mtu ufikie huko, kwa sababu leo watu wengi, tulishazungumza kwenye madarasa yaliyopita hapo, dunia imeharibika kwa sababu ya hivi vitu: choyo, chuki, ria, ubinafsi, kila mtu kujivutia kwake, maneno machafu, fitna, uchawi. Haya mambo haya ni kwa sababu mioyo ni chafu. Sasa moyo unatakaswa, na kitakaso cha moyo ni funga. Kwa ukijizuia na kula na kunywa, ukijizuia na haya, utajitibu wewe, utakuwa una uwezo wa kutokuwa na choyo na kibri, kwa sababu umejizuia kutokula. Yani una njaa lakini sema Mungu siri. Umeelewa vizuri una njaa lakini umejizuia. Huli sasa unainyima nafsi yako kile kitu inachotaka. Una mke lakini unatakiwa ujizuie, si halali yako yule. Mungu mbona tuchanganya? Umenifaradhishia mimi kumwoa, nimemuoa wa kwangu. Sasa tena kwenye mwezi huu unaniambia nisi vipi? Mungu si cha kwangu wewe, lakini jizuie. Marufuku kufanya. Wajua hii Qur'ani ni vizuri watu wakatafsiri, lakini pia wakaelewa. Qur'ani nataka uelewe. Kwa nini kitu cha kwangu alafu Mungu hutaki nikitumie, nikifanye?
ile Mungu anakutengeneza wewe umpende yeye kuliko chochote. Sasa ujizuie kutokutana na mkeo kwa sababu yake. Ujizuie kutokula kwa sababu yake. Wakati huo unainyima nafsi yako. Nafsi inaumia. Na sheitani alivyokuwa mbaya, hii Ramadhani mwanamke amefunga, amevaa jalbibi, lakini sijui itakuwa kuaje, lakini mzigo tutamuona huko. Sijui menene sheitani huyo. Alimradi tu. Umekaa zako wewe na saumu yako kali, lakini mama watu anapita kwenda kupika iftari, wewe ukuroka karakaka. Miezi mengine akipita wala ustuki. Lakini wakati umefunga, sheitani anaingia hapo hapo. Sio bado vizuri. Sasa Mungu anataka sisi kwake yeye tuwe na mapenzi ya dhati ya kweli kuliko chochote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tufunge ili tuwe wacha Mungu, lakini ucha Mungu huo ambao Mungu anautaka ni huu, watu wafikie hatua ya kufunga moja kwa moja, kiroho moja kwa moja. Sawa sawa, ambapo sasa watu wakishafikia huko, watu wako salama, taingia peponi mtakavyo bi khairi hisab. Mshafaulu nyinyi, sasa ni wacha Mungu. Nyinyi sasa ni wacha Mungu. Nyinyi sasa ni wacha Mungu. Kwa aya hii Mwenyezi Mungu kusudio lake pia ni hili. Haya sasa, Mwenyezi Mungu kuna watu wacha Mungu, hawa nao vipi? Sasa ukishakuwa mcha Mungu, wewe tayari umefunga moja kwa moja. Umeelewa vizuri eh? Okay. Lakini nirudi hapa nyuma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuwekea huu mwezi mmoja, lakini ametufumbia ili ni fumbo. Mungu anataka tuishi maisha yote hivi. Hivi kweli Mungu mwezi mmoja tu ndio utuwekesa tujizuie wake zetu, tujizuie hivi? Hivi kweli? Hakika ni kwamba Mungu anataka twende hivyo. Swali lingine kwamba kwani mtu ukiwa mcha Mungu ndio utakiwi kumwingilia mkeo? Muda ukiwa umefunga. Mtu ukiwa mcha Mungu utakiwi hivi. Maswali tu ya uzushi hayo. Maana sasa tushafikia ucha Mungu. Si tumewafaradhishieni kufunga ili muwe wacha Mungu. Na kufunga ni kujuzuia kula, kunywa na jimai na mengineyo. Sasa kumbe wacha Mungu wao hawajimai wake zao. Sijui Januari, unanielewa? Okay. Wacha Mungu wao je? Kuna kitu hapo nataka nieleweke vizuri. Wacha Mungu wao je? Wakoje? Hiki ndio kitu ambacho wengi hatukijui. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka waja wake maisha yetu yote tuwe kama Ramadhani, lakini ametumia sample tu ya huu mwezi mmoja ili tuamke kumbe. Lakini ajabu, mwezi ukishaisha watu wanarudi kwenye mambo yao. Hivi miezi hii mingine yote Mungu hataki tumwabudu hivi, anataka mwezi huu tu. Hapana, si hivyo. Yule ambaye hakulifikia lile lengo la ucha Mungu, mwezi ukiisha anarudi kule kule. Lakini aliyefikia lile lengo la ucha Mungu, mwezi ukiisha anaendelea vile vile kama alivyokuwa katika mwezi mtukufu Ramadhani. Sasa tuendelee kwenye pointi ya pili. Nitaka nipaweke hapo sawa. Tuendelee katika pointi ya pili. Mwezi huu mtukufu Ramadhani
Mtu ukishakuwa mcha Mungu sasa, je, haufungi? Si kwa ajili ya wacha Mungu tu? Hapana. Hapana. Kufunga kuna siri kubwa sana. Unapofunga, kila unapofunga unapanda daraja. Lakini huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu ameujalia siri kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajasema mkisha kuacha Mungu basi tena msifunge. Menelewa vizuri Wewe ukishakuwa mcha Mungu, sasa hapo ndo umefika sehemu ya kufanya ibada. Kwa hiyo endelea. Sasa ndo unatakiwa sasa ndio ujipinde zaidi na zaidi. Na ndo wengine huko ndo wanazidi kufunga sasa, wengine wanataka kupanda, kwa sababu funga inakupandisha daraja. Kama ulivyopanda ukafika kwenye daraja ya ucha Mungu, na ndo hivyo hivyo ukifunga utafika kwenye daraja ya wali wa Mungu. Utakuwa sasa ni wali wa Mungu. Unatoka kwenye ucha Mungu na kwenye wali wa Mungu. Au na daraja zingine kubwa. Hata kwenye ucha Mungu pia kuna daraja zake. Atqiya illa kuna madaraja yao. Lakini kwenye auliya illa pia kuna madaraja. Kwa ukifunga unaenda mpaka kwenye daraja ya auliya illa, waliyullah. Wali wa Mungu mienzi yote kwake ni faradhi kufunga. Muda wote yekafunga. Muda wote wali wa Mungu yekafunga. Anafunga kiroho. Umkuti wali wa Mungu ana chuki na mtu, ana husda na mtu, ana choyo na mtu. Umkuti wali wa Mungu muongo, mzinifu, mbadhilifu. Huyo si wali wa Mungu, wanatukana. Umkuti auliya illa wa namna hiyo. Kwa mawali wa Mungu wote muda wote wamefunga. Lakini wengine wanafunga mpaka kimwili. Ndio hivi kujizuia na kula na kunywa muda wote. Au wengine wanataka kupanda daraja zaidi katika swafu zao, katika madaraja yao, basi atafunga mwingine Jumatatu na Alhamis, mwingine atafunga leo kesho atafungua, mwingine atafunga sijui kila wiki hii atafunga, kila mmoja na namna yake. Ndio vizuri. Kwa ukifikia sasa ucha Mungu, ndo sasa pale utakiwa ndio ujipinde zaidi, ili uzidi kufika na kwenda mbali. Twende katika pointi ya 3 tumalize. Pointi ya mwisho, pointi ya 3. Kwa nini kufunga ni lazima? Ni lazima kufunga. Tena haswa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Aya hii inatuambia kwamba ni kufikia ucha Mungu. Ukifunga unafikia ucha Mungu. Kumbe kufunga ni daraja ya kufika kwenye ucha Mungu. Saum ni daraja ya mtu kufikia ucha Mungu. Sawa sawa? Okay. Aya ndio inavyotuambia hivyo. Sasa kumbe hata miezi mengine mtu unaweza ukatumia saumu kufikia kwenye ucha Mungu. Sasa je, kwa nini Ramadhani ni lazima kufunga? Sababu ni hii. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi laylatul qadr wama adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'i alfajr. Aya hii Qur'ani, sura hii ndio sababu ya watu kuwa ni lazima kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu haya Mwenyezi Mungu anasema tumewafaradhishieni funga kama tulivyowafaradhishia waliokuja kabla yenu. Kwani saumu ilikuwa kwa kipindi hiko? Watu walikuwa kuna Ramadhani. Hakukuwa na Ramadhani. Hakukuwa na Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi akatuletea faradhi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wale walifaradhishwa kufunga nini? Ndio kufunga kule niliko kusema.
kibri nini ile. Sasa mtu kishakuwa mcha Mungu ule, waelewa vizuri. Sasa kwa nini mwezi mtukufu ni lazima mtu kufunga? Kwa sababu ya Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Hii mada yake ni pana sana, kubwa kweli kweli, lakini nitaizungumzia. Mungu atakapotujalia kukomea ndo hapo hapo. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Ili ni swali Mwenyezi Mungu anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kipi kilichokujulisha wewe ni nini Lailatul Qadr? Alafu Mwenyezi Mungu akamjibu, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Hajamwambia ni kitu gani. Kaficha. Ila akamwambia bwana, hiyo Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Tena basi tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika na Jibril katika hao ndani yao. Je, malaika ndo Lailatul Qadr? Hapana. Lailatul Qadr, lakini malaika wanateremka na Lailatul Qadr. Sasa tunafunga kwa sababu hii ya Lailatul Qadr, kwamba ni lazima, kwa sababu ni heshima. Tunaiheshimu, tunaipokea kwa heshima. Iko kitu cha usiku wenye cheo huo ambao Mungu ndo ametupa sisi kama tunu kwetu. Kwa kufunga, tunafunga kwa lazima, kuwa ni lazima. Tunafunga kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima kwa sababu ya hiki kitu. Ni thamani kubwa sana, ambapo mtu wewe ukifanya maovu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kusamehewa ni ngumu sana, kwa sababu umedharau siri ya Mungu. Lailatul Qadr ni siri ya Mungu inayoteremka. Mungu mwenyewe ndo anajua ni kitu gani, lakini huwa kinateremka, ni kitu kabisa kinateremka duniani. Sasa ili hiki kitu mkiheshimu na mpate manufaa yake, lazima muwe wasafi. Sasa funga hizi ndo zinatusafisha sisi, ili pia kukiheshimu hicho kitu. Ndio maana hata usipofunga unaambiwa lipa. We, lipa kule, lazima ukalipe, lipa. Kwa nini nilipe Mungu? Kwa sababu ya heshima ya hichi kitu. Sasa hizi ni elimu sasa ndo za ndani za kiroho huko. Tena huko tushatoka kwenye mambo mengine huko. Mambo mengine huko tunawaachia wenyewe, wapo. Huko tuna sio huko kwenye mambo mengine huko sio kwetu huko. Unaingia kwenye mambo ya kiroho sasa, kwenye makusudio makubwa. Hauwezi ukateremkiwa na siri ya Mungu kubwa. Dunia ikateremkiwa na siri ya Mungu kubwa kama Lailatul Qadr, na watu wakiwa ni wachafu. Hii ni heshima, ni tunu kubwa. Nataka nikwambie, rais anapokwenda sehemu, watu wanajipanga kumpokea rais, si ndio? Na hata atakapoondoka watu wanajipanga kumwaga. Tunapofunga tunajiandaa kuipokea Lailatul Qadr, kwamba sasa dunia nzima, jamani, sasa ndio muda wenu jamani, sherehekeni, siri ya Mungu inakuja. Fungeni sasa jamani, muipokee Lailatul Qadr. Kwa wewe unapofunga ujue kabisa kwamba unaukaribisha huo ugeni wa Mungu. Ndio maana mwanzo nikasema yule mwenye kuheshimu tu mwezi wa Ramadhani akasema bwana mimi sielewi. Huyu kaheshimu hii Lailatul Qadr, huyu kaheshimu siri ya Mungu. Kitendo cha kuheshimu tu hii siri ya Mungu anaweza kaingia peponi, kuliko ambaye atafunga na atafanya mambo machafu,
asiujali mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa Lailatul Qadr ni nini? Ni malaika? Lailatul Qadr hapana, si malaika, lakini malaika wanateremka na hiyo Lailatul Qadr katika huo usiku mche. Ntoe siri story. Toa. Hapana. Najua watu wanasubiri sana hapo. Kusema sema sana kuna haribu mambo. Wakati mwinginewe itoshe tu kuyaeleza mambo na kufungua akili za watu basi, lakini siri zingine tuziache. Nitaenda kumalizia pointi ya mwisho tufunge darasa letu la leo. Naam. Lailatul Qadr Mwenyezi Mungu anajua ni kitu gani, lakini tu mimi nitasema mambo haya. Lailatul Qadr katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inapita mara hizi mara mbili. Mwenyezi Mungu anaiteremsha Lailatul Qadr mara mbili. Hii inapokuja, hii siku Lailatul Qadr inapoteremka, siku hii imefichwa, ila siku inayoondoka ndio imedhihirishwa. Okay. Huwa inaenda inazunguruka alafu inarudi. Na Lailatul Qadr sio ni usiku kwamba usiku huu bwana umeitwa usiku wa Lailatul Qadr. Hapana. Iko ni kitu chenyewe kipo. Kuna wazee wetu wapo huko Makutub, Mwenyezi Mungu amewajalia wameiona mara 11, wengine mpaka kufariki kwao mara 11. Na Lailatul Qadr ukiona mara hii, hakuna anayekuzidi elimu duniani ila yule aliyeiona mara mbili. Okay. Na yule aliyeiona mara mbili hakuna anayemzidi elimu duniani ila aliyeiona mara 3. Hivyo hivyo. Kuna siri ya Mungu. Mzee yuko huko, Mwenyezi Mungu amemkhitari, amefariki tayari miaka mingi huko, ni wali wa Mungu, aliona mara 11 mpaka kufariki kwake. Hakuna aliyemzidi elimu kipindi chake, na wala alikuwa hawezi kusoma. Hata hii kul huwallahu ahad ukiambiwa isome unacheka. Kul huwallahu ahad la samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mbona hiyo? Lakini kaona siri ya Mungu mara 11. Hakuna aliyekuwa na mzidi elimu kweli, kwa sababu tumeshuhudia wanafunzi wake walikuwa ni wanawachuoni wakubwa. Sababu wao wamesoma vitabu, yeye anawafundisha sasa siri za Mungu. Nyinyi mmesoma, mimi ndio nyinyi mmesoma, mimi ndio hicho mnachokisoma. Wewe mtu mchana kweupe alikuwa anapaa yule. Potea zake huko. Yeye wala alikuwa subiri mpaka mlale, sijui nadhani shehe kusemaga ni jambo. Yeye alikuwa asubiri mpaka watu walale usiku, angalie huku na kule, ndio huyo. Mchana kweupe piu. Siri ya Mungu iliyokaa hapo ni ajabu, kwa sababu unaposema Lailatul Qadr, Sheikh, unaona vitu vingi. Unaona vitu vingi kwenye hicho. Tunasema ili watu wajue mwezi huu ni nini. Na mtu unapoiheshimu Lailatul Qadr, kitendo cha kuiheshimu Lailatul Qadr, Mwenyezi Mungu atakupenda kweli kweli. Au kuheshimu tu mwezi wa Ramadhani ukaacha kila kitu, hata kama usipofunga, lakini kile kitendo kwamba ngoja njizuia hata kwenye bansi ende mwezi kwanza upite tu. Hata wanawake hawa msubiri tu kidogo mwezi huu, ni heshimu isiri ya Mungu, ni heshimu tu mwezi upite tu. Kuwa hivyo. Kama utaweza kufunga sasa, itaidi ufunge. Itaidi sasa ufunge usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sijui nisemaje. Yani usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani
La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hivi hata wachawi wanaonaga aibu kuroga. Sio kwamba warogi, wale washenzi wanarogaga wale, lakini wanaona aibu kuroga. Ni usiku wenye nuru sana. Mwezi mtukufu Ramadhani huu, usiku wake wote una nuru sana sana, una nuru kubwa sana, nuru za malaika. Malaika ni wengi mno. Msikitini kuna malaika, Qur'ani inawaka mwanga. Yani mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kila kitu. Huu sio mwezi wa kulala. Umelala miezi mingapi huko? 11. Mwezi mmoja kweli. Usiseme huu mwezi mmoja kweli, usiamue ukautoa, usilale usiku. Cha kushinda hilo. Mwezi huu mimi silali kabisa. Mwezi huu Mungu mimi na wewe na mimi, mpaka kieleweke hapa. Mbichi mbivu sijui au mbivu mbichi umo. Lakini mwezi huu Mungu mwezi huu watu wanaona siri nyingi sana, na una siri kubwa. Sio mwezi tu watu wakahisi ni mwezi watu watakiwa kutokula na kunywa, hapana. Mwezi huu ni mtu wa kujengwa kuwa na kuingia katika matendo. Sitaki kusema, lakini kuingia katika ulimwengu wa malakuti. Ni mwezi mpana sana, mkubwa sana, mkubwa mno. Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wanajua. Lakini Lailatul Qadr ni usiku mkubwa, ni usiku wenye cheo. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anataka tufunge kwa lazima kwa sababu ya hiki kitu alichotupa. Kitendo cha kuiheshimu, hata usipoiona tu, ile kitendo cha kuiheshimu Lailatul Qadr, umepata baraka za Lailatul Qadr. Wewe heshimu, alafu mwambie Mungu kwa baraka za hiyo Lailatul Qadr na usiku wake na mwezi wa Qur'ani huu, mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu naomba kadha wa kadha wa kadha. Wallahi Mungu atakupa. Kile kitendo tu cha kuheshimu kinatosha sana. Wala wewe usitaki mambo mengi, mambo makubwa. Lakini hii Lailatul Qadr watu wanaiona. Shekhe ambaye nilisema huyu ameona mara 10, ameona mpaka amepofuka macho kwa ile nuru ya Lailatul Qadr. Ile ilivyo. La ilaha illa Allah. We Bwana Mwenyezi Mungu mkubwa sana, anatisha. Sasa watu wanaiona Lailatul Qadr. Watu wanaiona Lailatul Qadr. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuione Lailatul Qadr. Amen. Tusiufanye mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa kula tu. Mwezi wa kunenepa. Huu ndio mwezi sasa watu wanaanza kuonyesha ufundi vyao. Utapikiwa uji huo, uji una pilipili mtama, una pilipili manga. Mwezi wa kula huu. Sio Ramadhani. Tambi zinatiwa iliki, vishokishoki. Kuna shekhe mmoja yuko Tanga, naonaga video zake, nafurahi kweli. Kwa bana, mwezi wa Ramadhani Tanga msitulishe vitu. Tanga msitulishe vitu rahisi, msiturahisishie iftari. Katupikia pilau, mkaeka nyama, sisi tunataka mpike vitu. Alitumia lugha moja, asema tunataka mpike vitu azizi. Tunataka ndizi mkono wa tembo, tunataka nini? Mwezi wa kula ndo raha yake. Ndo raha yake. Lakini kusudio la mwezi mtukufu Ramadhani, ndugu zangu, sio hilo. Watu wakuwa tunafurahikia mwezi, basi haya tunafurahi kwa kula na nini, lakini mwezi mtukufu Ramadhani ni mwezi wa kupata baraka, faradhi na radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio mwezi tu wa kuvaa. Mimi nafurahi
katika huu mwezi wa Ramadhani nikiwaona hata watu wamevaa majalbibi, wanawake, wallahi hata usiposwali, lakini kile kitendo cha kuheshimu mwezi, wale wanapata fadhila kubwa kweli sana. Mungu shehe anampenda mtu anayempenda na anayemheshimu. Kile kitendo tu cha mtu ayo bwana, huu mwezi wa Ramadhani anavaa zake kanzu yake, sio mtu wa kanzu huyo kibagarashia chake, tasbih yake, anachokisema hajui, lakini bora tu huyu Mungu anampenda. Tuheshimisheni na tuheshimuni mwezi wa Ramadhani. Lakini pia kufuturu, watu wanafuturu sasa hivi majumbani kwao, mnakosa fadhila. Kuna wageni wa Mungu wanapita huko nje kwa ajili yenu. Huu mwezi Mungu amewamwagia malaika. Kuna watu wanapita huko nje kuwapa baraka, kufuturu na nyinyi. Wageni wa Mungu wanapita nje, nyinyi mnajifungia ndani. Tena sasa hivi ndio kila mtu na mgeti wake mkubwa, baraka hakuna. Toka nje na futari yako, kaeni nje. Na mimi jamani, nipite si haba nikakuta mko chini na mimi hapo kaunga. Mtoke nje na futari zenu. Kuna wageni wa Mungu wanapita wasiri. Mwezi huu mtukufu Ramadhani, mwezi una malaika wengi wamejaa duniani. Karibisheni watu, msifuturu peke yenu na familia yako. Ita watu, hata wawili watatu, watu tofauti tofauti. Sio tu kwa kuona mjua Sheikh Juma na Sheikh Athmani ndio huyo. Leo umemwona huyo, kesho huyu. Wallahi utamuita mja wa Mungu, atakuja tafutari na nyinyi pale. Angalia unapokula wewe, na pale anakula malaika wa Mungu, anatia mkono wake. Yule anajua mwenyewe, hata kama vingi tumboni anapopeleka anajua mwenyewe. Lakini Mungu hawa ananifuturisha na wewe ya Allah. Ndio fadhila za mwezi huu mtukufu Ramadhani. So kujifungia tu ndani pekee. Wazee wetu walikuwa wakiftari nje. Watu wanatandika majemvi yao nje, watu wanaitwa wanaftari. Kuna siri kubwa, kuna watu pale mtakula nao hamwajui. Watapita, watakula. Hata mkikaa nje watakuja, watawaombea dua hata kama msipowaona. Sawa Lakini mbali na hilo, kama haitoshi, huu mwezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia sana matendo yetu. Nimesema pale, nimetolea mfano wa rais akija katika nchi, hata yule rais mwenzie anawaangalia nyinyi wa watu wake. Ole wenu mkosea adabu. Mkimkosea adabu mtamdhalilisha. Ni kama hamjamtendea haki, hamjakitendea haki kitu chake. Au rais awaletee ujumbe alafu mkaudharau ule ujumbe, inakuwaje? Yani hapa sasa hivi aje hapa mheshimiwa fulani hapa, bwana ujumbe kutoka rais, alafu sisi haya bwana karibu peleka kule hiyo karatasi. Iweke sebleni nitaikuta hapo. Inakuwaje hiyo? Imekaaje hapo? Lakini akitukuta na sisi tumesimama kiprotokol, safi kabisa. Bwana karibu mheshimiwa. Alhamdulillah. Yule akitoka, bwana rais, wale watu wamenikirimu hapa. Nasema mashaallah. Lakini sisi tukiudharau mwezi mtukufu Ramadhani, huyo mgeni ambaye Mungu anatuletea huu usiku, ni neema kubwa sana. Na ndio maana tunafundishwa tuswali rakaa hizi 2 kumuomba Mungu, tusije tukamkosea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sema rakaa 2 za wengine wanasema za kufunga madhambi yani. Mwenyezi Mungu tunakuomba tusikosee wewe, tusikosee mwenzi wako, una mgeni wako. Sawa Na kuna taratibu nyingi sana za ibada za kwenda na vitu vinavyotakiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna ibada ukizifanya mtu unapata siri ya Lailatul Qadr na mambo mengine mengi. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na baraka.
Kuna ibada mtu ukizifanya unapata siri za Lailatul Qadr. Sawa sawa unapata siri za Lailatul Qadr. Kuna mnyaturu mmoja aliwahi kuiona Lailatul Qadr. Ni mnyaturu yule. Wale wanaokama polini wale yule ni mnyaturu yule. Kama polini? Mburu mnyaturu yule. Wazabe. Acha na wale hapana. Yule bwana mnani mmoja hivi wale watu wa mapolini wale. Kaiona bwana. Kaenda darasani anamkutashia anaizungumzia ambia shehe hiyo kitu iko hivi. Wewe vipi sasa nimeiona? Allahu samad la ilaha illa Allah. Wewe umeiona Shehe kambeba yule lia machozi aliyeiona Lailatul Qadr Januari. Ukabahatika kumuona naye. Ukabahatika kuonana naye. Ndio maana Mungu anawaficha. Mtu aliona Lailatul Qadr, hutakuja kumsikia mtu asema mimi nimeiona Lailatul Qadr. Na Lailatul Qadr kabisa ukiona utajua. Kuachana kuna mambo, kuna isharati, kuna nini. Wewe Lailatul Qadr shekhe ni jambo hilo. Ni jambo. Kumbuka hapo kuna Jibril alayhis salam. Kuna timu ya malaikatur rahmani iko hapo. Alafu wanakuja sio kwa umbile la kibinadamu, wamejikunjua. Salim Mtume Allahu akbar. Sasa ni mambo hayo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Mungu ndo anayejua kila kitu. Lakini kikubwa hasa kuna mambo mengi ya kuyafanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili kuweza kupata fadhila na ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Maiti ndugu zetu walioko makaburini wanatulilia sana. Tuwafanyie dua katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani sana. Wanalia na wanatuomba. Wallahi nakwambia, hatuoni tu na wala hatusikii. Lakini mwezi huu mtukufu wa Ramadhani maiti wetu wanatuomba sana, tuombe. Jitahidi ndugu yangu unapopita hata makaburini kasome Ikhlas 11, salatu ala nabi 21 au hata 7 au 11 au inna anzalnahu fi lailatul qadr hata mara 10 au mara 7. Ukimaliza mswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata mara 20. Alafu sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maneno hayo mara 3 mara ngapi kwa ajili ya wale ndugu zako walio pale. Tena waambie Mwenyezi Mungu, na wapa ikhlasu hizi ndugu zetu hawa, ndugu zangu waliotangulia mbele za haki, upande wa babani, upande wa mamani. Mwenyezi Mungu ziwafikie hizi ikhlas. Mwenyezi Mungu apelekee salamu, na wapa zawadi ya Ramadhani. Hizi Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wajalie baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watafurahi kweli kweli. Na mwambie Mungu, na waomba waniombee dua. Na waomba waniombee dua. Lakini tutakuja tena kutoa utaratibu wa ibada mbalimbali za kuzifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuzisoma sura kwa idadi gani, kuna adhkari zipi watu tuzifanye, kuna jiradi gani tutakiwa tuzifanye. Ila leo kwa uchache nimetaka kuyasema haya maneno mawili matatu. Kufikia hapo niseme alkamalu lillah wa assalamu alaykum wa afwa minkum. Naam. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, kwanza kabisa niwapongeze sana kwa kutenga muda wenu kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tumefikia. Hakika mwisho wa darasa hili hapa ndio mwanzo wa madarasa mengine. So hakikisha una subscribe hapa chini, lakini pia tufollow katika mitandao yetu yote ya kijamii. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. Tunasema yote kwa yote, Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.